Mimi kwa jina ni kamishna msaidizi wa polisi, naitwa Samuel Kijanga, ni mkuu wa polisi jamii kwa mkoa wa Morogoro. Kwa niaba ya afande RPC kamishna msaidizi Andrew Kantimbo, ilikuwa leo tuweze kufika ili aweze kuzungumza nanyi, maana hiki kikao kilikuwa ni cha kwake, lakini kwa majukumu yetu ambayo hayazuiliki, basi ameweza kwenda katika majukumu mengine. Kwa hiyo ameniagiza kwamba niweze kufika, niweze kuzungumza machache pamoja na nyinyi. Nikushukuru sana Mheshimiwa Diwani pamoja na safu yako nzima ya uongozi wa kata na viongozi wote wa mitaa, na pia niwashukuru sana viongozi wa Chama cha Mapinduzi, na pia niwashukuru pia na viongozi wetu wa dini ambao wako pamoja na sisi. Nikupongeze wote na pamoja na wakaguzi wote wa polisi ambao wamekuwa pamoja na sisi katika eneo hili. Chamwino enzi hizo za zamani ilikuwa sio kama ya sasa hivi. Tulikuwa tukiambiwa kwamba tunaenda kukamata Chamwino, ilikuwa ni lazima tujipange kweli kweli, maana ilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa linatisha. Ilikuwa ni sehemu ambapo ilikuwa ni kichaka cha wezi, majambazi, na ni eneo ambalo lilikuwa sio salama. Kamisheni yetu ya polisi jamii ina matawi yake, ina vitu ambavyo vinashughulika navyo, lakini lengo lake kubwa la polisi jamii ni ushirikishwaji wa jamii. Lengo kubwa la kuanzishwa hii ni kuisogeza jamii au huduma ya polisi kwenda karibu na wananchi, ili wananchi waweze kueleza kwa uhuru, waweze kueleza changamoto zao kirahisi, ili ziweze kutatuliwa kwa haraka. Kwa hiyo katika hiyo nasisitiza kuna daftari lile la wakazi. Nasisitiza daftari hilo lazima likaguliwe, lazima watu wanaoingia wajulikane, wanakaa wapi, wanakaa na nani, wametoka wapi na wanafanya shughuli gani. Unaweza kukuta watu wanakaa katika mtaa huo mmoja, lakini si rahisi kuweza kujua. Utakuta kuna watu wengine wanatoka usiku na wanarudi usiku. Huwezi kumuona. Asubuhi unakuta kufuli tu, lakini hujawahi kumuona mtu mchana. Lakini kuna wengine utakuta mchana amefunga mlango amelala, lakini usiku huwezi kujua anafanya shughuli gani. Kwa hiyo ni vizuri wale viongozi niliowataja kuhakikisha kwamba ile daftari letu la wakazi tunalifufua vizuri, tunahakikisha tunamjua kila mtu anafanya shughuli gani, ili tuweze kubaini wale wahalifu ambao hawana makazi, ili tuweze kuwachukulia hatua zaidi. Jambo lingine katika kuzuia ni lazima tuhakikishe kwamba ulinzi shirikishi kama mlivyosema nyinyi. Mmesema katika kata hii kuna vikundi 14 vya ulinzi shirikishi. Ni jambo ambalo ni zuri. Kama viko hai ni jambo la kushukuru sana. Kwa hiyo ni vizuri tukahakikisha kwamba tunavilea, tunavitunza hivyo vikundi vya ulinzi shirikishi kutulinda katika maeneo yetu. Kwa hiyo tushiriki wote. Jukumu la ulinzi ni sisi sote. Sote lazima tushiriki katika hilo. Tuwaeleze tu wananchi kuhusiana na masuala ya haki jinai. Haki jinai nini? Huo ni mchakato wa kisheria au ni mchakato ambao mwananchi anatakiwa kupata haki kwa kupitia mfumo huu wa haki jinai. Ni namna gani unaweza ukapata haki zako kwa kupitia matukio mbalimbali ambayo yameripotiwa katika vituo vya polisi au kesi yako iko mahakamani. Ni namna gani unaweza kupata haki zako. Huo ni mchakato ambao ni mrefu kidogo. Kwa hiyo wananchi takiwa muelewe kwamba kila mtuhumiwa ana haki zake, mlalamikaji pia ana haki zake. Kwa hiyo katika kupata haki kuna mchakato mrefu wa kupata haki yako. Bila kufuata haya nitakayowaambia, unaweza ukawa unalalamika pasipo kujua. Utakuwa unalalamikia serikali, unaweza kulalamikia jeshi la polisi, ukawa unalalamikia sehemu zingine pasipo kujua. Kwa hiyo mimi niwaambie kabisa kwamba swala la mchakato wa kupata haki, makosa haya jinai, tunatakiwa tujue vitu vifuatavyo. Kwanza, kama nilivyosema, tuna watu wawili, mshtakiwa na mlalamikaji. Kwa hiyo mshtakiwa na haki zake, mlalamikaji pia na haki zake. Mlalamikaji atapenda anapofanyiwa tukio akamatwe haraka sana,
kesi yake ipelelezwe haraka na afikishwe mahakamani ikiwezekana haraka na afungwe ikiwezekana kwa haraka. Na wakati huo huo pia mshtakiwa naye pia wana haki zao, kwamba anaambiwa mshtakiwa akikamatwa natakiwa asikae ndani ya masaa 24 au amefanya nini, ameshaachiwa. Japo kwa sasa hivi naambiwa kwamba hatakiwi kabisa kukaa ndani kwa makosa yale ambayo yanadhaminika. Kwa hiyo wananchi wengi hawaelewi. Kwa hiyo kwa kupitia kikao hiki ni lazima tujue kwamba tuna mchakato huo wa haki za watu wote wawili. Kesi haiwezi kufa, lakini kinacholeta shida ni ule mchakato umekuwa ni mrefu wa kupata nini? Wa kupata haki. Au unapotendewa kosa ni lazima uripoti kituo cha polisi. Huo ndio mchakato wa kwanza kwa kupata nini? Kwa kupata haki. Ukitendewa kosa lako, ripoti kesi aidha kwa mwenyekiti au kwa kiongozi yoyote yule, lakini hakikisha kesi yako imefika kwenye kituo cha polisi, umeifungua, na hatua inayofuata ni mshtakiwa kuweza kukamatwa. Upelelezi na mshtakiwa kukamatwa. Kwa hiyo wengi pale hapo huwa hawaelewi kwamba itapita kipindi unapotendewa, wakati huo mchakato wa kwenda kukamata unatakiwa ufanyike kwa haraka. Lakini pia yapo mazingira mengine yanaweza katokea mshtakiwa asikamatwe kwa haraka. Anaweza kukamatwa siku zijazo au akakamatwa muda ule ule. Lakini kuna kamchakato hapo lazima kieleweke. Sababu za kutokamatwa mtuhumiwa inaweza kawa wewe mwenyewe unaweza kawa unajua labda mtuhumiwa baada ya kufanya tukio alikimbilia sehemu nyingine. Kwa hiyo ni swala lingine ambalo tutaendelea kumtafuta. Lakini jukumu za upelelezi zitaendelea. Lakini jambo lingine ni kuhusiana na dhamana. Mshtakiwa ni haki yake. Inawezekana amepatikana, amekamatwa, amepatikana, kosa lake linadhaminika, ni lazima apewe dhamana kwa mujibu wa sheria. Na ndivyo wanavyotaka katika mfumo wa haki jinai, kwamba mshtakiwa anapokamatwa ni lazima apewe dhamana. Sio kwamba kesi inafutwa, kesi inabaki vile vile, lakini anapata dhamana ya polisi. Kwa hiyo atakapopata dhamana ya polisi sio kwamba kesi imefutwa. Wengi huwa wanatupigia simu, nimempeleka mtume wangu kituo cha polisi, muda mfupi ameachiwa, yuko nje. Lakini ukiona katika mazingira hayo, ni jukumu lako wewe sasa kuweza kuuliza vizuri, aidha kwa kupitia mkaguzi wa kata au kwa kupitia simu za OCS au mkuu wa kituo. Hata sisi pia unaweza kutupigia. Kwa majina naitwa Faraji Sulemani, diwani wa kata ya Chamwino. Tunashukuru jeshi la polisi limeweza kuyachukua au kuzichukua zile changamoto kwenda kuzitatua na nyingine kuzisimamia, na tunamshukuru afande polisi jamii mkoa. Kuna baadhi ya mambo yameyamaliza hapa, na haya ndio matarajio yetu kama serikali, kuona idara za serikali zinapochukua hatua dhidi ya changamoto zinazodhihirishwa na wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo tunalipongeza jeshi la polisi kuona umuhimu na ukubwa na nafasi ya wao kuja kukutana na wananchi kwa ajili ya kutatua na kukabiliana na changamoto za hapa na pale. Kwa tunashukuru sana na tunawashukuru sana, tunawaomba siku nyingine waje kuendelea kushirikiana na wananchi, kusikia mawazo na fikra za wananchi juu ya mustakabali wa usalama katika kata yetu. Napenda kushukuru jeshi la polisi mkoa wa Morogoro kwa somo kwa wananchi juu ya masuala ya usalama. Napenda kuwashukuru wananchi wa kata ya Chamwino kwa kujitokeza kusikiliza kile ambacho wanaambiwa na jeshi la polisi. Naitwa Kaburi Shabani Ramadhani, kiongozi wa ulinzi na usalama na jamii kwa kuelekeza katika Msungu. Napenda kumshukuru polisi kata ya Chamwino kuandaa kikao hiki pamoja na afisa mkuu wa ulinzi ndani ya Morogoro. Napenda kumshukuru kuja kuwapa elimu wananchi kwamba kuna changamoto walikuwa wazifahamu, kwa sasa nadhani wanazifahamu. Kuna masuala kama yalikuwa ya kijinai wananchi walikuwa waelewi, kwamba wakenda watumiwa anapenda wao wakae kama ndani, labda alipeleka mtume wake, lakini akipelekwa anaona dakika 2 ametoka. Kuna masuala ya kijinai ilikuwa wananchi hawayatambui, lakini kwa sasa nadhani wanayatambua, wamepewa maelekezo na polisi. Kwa kitu kama hiko tunapenda kuwashukuru sana jeshi la polisi kutoa elimu kama hiyo, na mimi nilikuwa kwamba sifahamu vizuri, kwa sasa naifahamu. Napenda kuwashukuru sana
viongozi wote waliohusika leo kwenye vikao na pamoja na jeshi la polisi. Mimi ni makamu askofu wa kanda ya Morogoro, kanisa la tumeambiwa hapa kuna watu wakiwaona tu polisi wanaanza kukimbia bila sababu za msingi yoyote, na hivyo inawafanya wakati mwingine wajikuta wakati mwingine matatani baada ya kufikiriwa kwamba huenda wanafanya vitu ambavyo sio sahihi. Kwa hiyo tujifunze kuyaacha mambo haya na tunahubiri watu wafuate maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu, na watakapofuata maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu watajiepusha na mambo mabaya ambayo yanapelekea kufanya matendo mabaya. Kwa hiyo tunachoshukuru tu ni kwamba ushirikiano kati ya jamii na makamanda hawa au na niseme na polisi imekuwa mzuri sana katika eneo hili la Chamwino, kata hii ambayo kimsingi imekuwa na historia ya kutisha sana miaka